Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 23 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema muswada mpya balaa. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema muswada mpya balaa ni ule wa marekebisho ya sheria ya fedha 2026 yanawezesha serikali kukopa benki kuu kwa muda wakati wa dharura. Lakini mfupa mgumu kukomesha kelele, hatari kwa afya yako. Mfupa mgumu kukomesha kelele, hatari kwa afya yako. Lakini bado kuna habari inasema huko Chadema hakuna kulala. Huko Chadema hakuna kulala. Lakini tume ya Jaji Lila yatakiwa mahakamani. Tume ya Jaji Lila yatakiwa mahakamani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni muswada mpya balaa. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema muswada mpya balaa. Na tukiachana na gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lenye linaanza na habari kubwa inayosema Zanzibar inavyoandika historia ya upandikizaji wa nyonga pamoja na magoti. Zanzibar inavyoandika historia ya upandikizaji wa nyonga pamoja na magoti. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 17 kwenye gazeti lako la Nipashe. Na mfugaji wa samaki kwenye vizimba, jibu la ajira na kipato. Ufugaji wa samaki kwenye vizimba, jibu la ajira na kipato. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 16 ndani ya gazeti lako la Nipashe. Pate nakala yako. Lakini serikali Chadema mnyukano mkali. Serikali Chadema mnyukano mkali ni kuhusu katiba mpya. Serikali yatoa kauli ya mwenye mamlaka ya kutangaza mchakato. Chadema yatangaza kuanzisha. Huo ni mnyukano. Serikali Chadema mnyukano mkali ni kuhusu katiba mpya. Serikali yatoa kauli ya mwenye mamlaka ya kutangaza mchakato, lakini Chadema yatangaza kuanzisha. Lakini mauaji ya watoto wanavyoacha hofu. Mauaji ya watoto yanavyoacha hofu, na Gambo atoa ya moyoni kuhusu haki na maridhiano. Huyo ni Gambo atoa ya moyoni kuhusu haki na maridhiano. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na sababu za waziri mkuu Uingereza kuacha madaraka. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Nipashe. Sababu ya waziri mkuu Uingereza kuachia madaraka. Hilo ni gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Jamhuri, linaanza na habari asubuhi ya leo, linaandika uvuvi sasa ni ajenda ya uchumi. Hiyo ni habari ukurasa wa 5, inasema uvuvi sasa ni ajenda ya uchumi. Lakini presha ya Washington Brussels, CCM Chadema mezani. Presha ya Washington Brussels, CCM Chadema mezani. Lakini hofu ya tanda wala kitimoto. Hofu ya tanda kwa wala kitimoto. Walaji Dar es Salaam wadai nyama kubadili ladha kuwa na harufu. Lakini serikali yaomba kufanya uchunguzi, mamia ya nguruwe ya kifa mazizini. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamhuri. Hofu ya tanda kwa wala kitimoto. Nyama yabadilika ladha na kutoa harufu. Lakini sensa wanyamapori, ujangili wapoa tishio sasa ni uvamizi wa maeneo ya wanyamapori nchini. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, lenye asubuhi ya leo linaandika Kilango amwomba Rais Samia serikali kuboresha maslahi ya madiwani nchini. Huyo ni Kilango amwomba Rais Samia serikali kuboresha maslahi ya madiwani nchini. Lakini Tanzania na SADC kushirikiana kuimarisha amani na usalama. Tanzania na SADC kushirikiana kuimarisha amani na usalama. Lakini bandari ya Dar es Salaam ya paa Afrika Mashariki. Bandari ya Dar es Salaam ya paa Afrika Mashariki. Ripoti ya Benki ya Dunia yaonyesha ufanisi mkubwa Mombasa ya bwagwa. Lakini Bosa aeleza uwekezaji ulivyofanywa na serikali ya Rais Samia umechangia mafanikio makubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Tanzania Ujerumani wasaini mkataba wa mabilioni wa bilioni 60.7. Lengo ni kuboresha huduma ya maji
mkoani Songwe pamoja na kutunza vyanzo vya maji ili kupeleka huduma kwa wananchi. Lakini Ndejembi awasha moto wa kandarasi REA. Ndejembi awasha moto wa kandarasi REA, apongeza mchango wa REA katika kufikisha asilimia 78.1 ya upatikanaji wa umeme vijijini. Awapongeza wakandarasi wazawa waliofanya vizuri katika utekelezaji wa miradi. Ataka wapewe kazi zaidi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika habari inayosema naibu waziri Mohamed Sijiamini aeleza manufaa ya muungano kwa pande zote mbili. Lakini stakabadhi ghalani kuinua biashara mifugo nchini, na Tanzania endelea kuaminika kimataifa. Tanzania endelea kuaminika kimataifa, ya saini msaada wa bilioni 60.7 kutoka Ujerumani. Dr. Mwamba asema Tanzania itadumisha uhusiano huo, ataja miradi itakayonufaika na mabilioni hayo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele, huku wanachama waeleza PSSF poto ilivyo mkombozi kuharakisha mafao. Wanachama waeleza PSSF poto ilivyo mkombozi kuharakisha mafao. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Biashara Leo linaandika bandari ya Dar es Salaam yapaa Afrika Mashariki kwa ufanisi na kuizidi Mombasa. Lakini serikali yapiga marufuku leseni za baa kwenye makazi ya watu. Serikali yapiga marufuku leseni za baa kwenye makazi ya watu. Na Ujerumani yaimwagia Tanzania mabilioni ya fedha. Ni msaada wa shilingi bilioni 60.7 katika miradi ya maji. Mji wa Tunduma, Vwawa, Mloo mkoani Songwe kunufaika. Lakini TTB yaitaja Urusi kama soko kubwa la utalii kwa Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Majira linaandika kukosa usingizi, insomnia ni hatari kwa afya. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 15. Lakini mali za uwekezaji iTrust zafikia bilioni 550 na wanachama ACT Wazalendo wapewa maelekezo. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Majira. Lakini Katambi atoa onyo kali kuhusu maandamano, ni yale haramu yanayopangwa mitandaoni kwa kauli za kichochezi na kibaguzi. Asema taifa limejengwa kwa maumivu makubwa na waasisi. Lakini Rais Ndaitwa aondoka baada ya ziara siku 3, na waziri wa SMZ akunwa na uwekezaji wa bilioni 300. Tanzania na Ujerumani za saini mkataba wa bilioni 60.7. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika mwenyekiti mpya bodi ya ushauri Adem ahidi kuendeleza mageuzi ya taasisi. Lakini bandari kavu Kwala, miundombinu na viwanda chochezi na viwanda vya chochea uwekezaji Kunenge. Lakini Tanzania kuendelea kuunga mkono juhudi za kanda. Tanzania kuendelea kuunga mkono juhudi za kikanda, na TARURA yaimarisha matengenezo ya barabara kupitia vikundi vya kijamii. Lakini bilioni 60.7 utekelezaji mradi wa uboreshaji maji Tunduma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Rais Samia azindua jengo la wagonjwa wa saratani Moshi. Rais Samia azindua jengo la wagonjwa saratani Moshi. Lakini Dr. Mwinyi, mahakama iwe kipaumbele matumizi ya tehama. Huyo ni Rais Mwinyi asema mahakama iwe kipaumbele matumizi ya tehama. Lakini Dr. Mwinyi ateua katibu mkuu kiongozi, na CAG atoa zaidi ya asilimia 97 ya hati safi. CAG atoa zaidi ya asilimia 97 ya hati safi. Na Waziri Kitwana ahimiza tathmini ya safari za hija. Waziri Kitwana ahimiza tathmini ya safari za hija. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inasema wawakilishi wapitisha mswada usimamizi mapato ya umma. Wawakilishi wapitisha mswada usimamizi mapato ya umma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele.
Lakini gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, linaandika waziri mkuu Uingereza akubali yaishe achia ngazi, na waziri Ndejembi aipongeza REA kwa kufikisha umeme kwa asilimia 78.1 vijijini. Lakini uhusiano wa Tanzania na Ujerumani wazidi kuimarika. Wizara ya fedha ya saini mkataba msaada wa shilingi bilioni 60.7 zinakwenda kutatua kero ya maji safi na mazingira ya wilaya mbalimbali. Lakini Dr. Natu Mwamba aeleza zitakavyosaidia kupatikana maji safi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini Mansura Mosi Kasimu awa katibu mkuu kiongozi mpya Zanzibar. Mansura Mosi Kasimu awa katibu mkuu mpya kiongozi Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo linaandika Ujerumani yapiga jeki ujenzi mradi wa maji safi Tanzania. Lakini bodaboda wakingiwa kifua bodaboda wakingiwa kifua na hatutavumilia uhujumu wa miradi. Huyo ni Ndejembi asema. Lakini Dr. Mwinyi ahimiza tehama utendaji kazi wa mahakama. Lakini kimataifa, Irani yaiondolea vikwazo Marekani. Irani yaiondolea vikwazo Marekani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema waziri Ndejembi ataka wakandarasi wa umeme wasifanye vizuri wasipewe miradi. Lakini naibu waziri Mohamed sijiamini akemea wanaochokonoa chokonoa muungano. Huyo ni naibu waziri Mohamed sijiamini asema akemea wanaochokonoa muungano. Lakini Tanzania Ujerumani wasaini mkataba wa shilingi bilioni 60.7 na PSSF poto ya wa mkombozi kuharakisha upatikanaji wa mafao. Lakini bado kuna habari inasema Dr. Hussein Mwinyi amuondoa katibu mkuu kiongozi Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Depu ataka kuweka historia na Yanga. Huyo ni Depu ataka kuweka historia na Yanga. Simba kusaka beki wakati. Naibu spika bunge tuko tayari kupokea Afcon. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira kwenye michezo linaandika Yanga Azam aish mpaka aliishe. Lakini wananchi watu wa Zanzibar kulipa kisasi. Serengeti Girls Uganda finali kibabe leo Sekafa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Machinga linaandika Simba yafuata kipa Ivory Coast. Ibenge Himidi Mao yuko katika ubora. Molini wachezaji wanataka ubingwa ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za michezo ni habari kubwa ni Molin asema wananchi wanataka ubingwa. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti linaandika siku 39 za majanga Yanga. Siku 39 za majanga Yanga. Edo amchambua Hersi juzi jana na leo. Lakini kilio cha mabondia chaguswa. Kilio cha mabondia chaguswa. MVP azitosa Yanga Simba. Lakini tatu ngumu ligi kuu bara. Na kimataifa Ronaldo alipuliwa kisa umri. Ronaldo alipuliwa kisa umri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.